Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kupigwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans chini ya Rais Engineer Hersi Said, akiweza kuhakikisha kwamba majembe mapya yanatua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwa ajili ya kuandaa msimu mpya ambao watakuwa katika mashindano mbalimbali ya nje na kimataifa, wakiweza kuiwakilisha Tanzania katika nafasi hiyo, ambapo klabu ya soka Young Africans leo hii imekwenda kuthibitisha kumalizana nyota mkubwa ambaye anatua kwenye kikosi chao, ambapo tarehe imewekwa wazi kabisa ni lini nyota huyo namba 6 anakwenda kutambulishwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na kila mmoja atakwenda kumjua na kushuhudia ni wapi ambapo ametokea mchezaji huyo, amesaini mkataba miaka mingapi, jezi anayovaa ni namba 6 tayari ishajulikana, ila ni nani, ndio swali kubwa ambalo mashabiki wengi wa soka wanawaza na wanakuwa wanafikiria kwamba atakuwa ni nani huyo ambaye atakuja kuweza kufanya makubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kumbuka kwamba nafasi hiyo imekuwa ikiweza kusubiriwa kwa mkubwa, na mimi nikabidi kusogezee taarifa kubwa kuhusiana na nyota huyo ni nani, ametokea wapi, kwa sababu majibu yote ya maswali haya niko nayo hapo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu wakati wote pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujili. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans inaendelea kuweza kuwa tishio kweli kweli katika dirisha hili la usajili, na kuonesha wazi ya kwamba kuna kitu wanakitaka wananchi Young Africans kunako msimu unaoanza, kwani tafsiri yake ni kwamba tu hata sajili zake zinadhihirisha kwamba kuna kitu wanakilenga kukitaka katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo kila mmoja anakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo mwalimu anapaswa kuweza kuifanya kuhakikisha Young Africans wanaondoka na mataji ambayo yapo mbele yao katika msimu huu, kwani wana kila sababu ya kufanya hivyo kutokana na usajili huu mkubwa ambao umeweza kuwekezwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Wakati huo mambo yakiendelea, inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans wapo katika mpango wa kumtambulisha namba 6 ambaye anatajwa kama ni Faisal, kulingana na kile ambacho kinachoonekana katika mitandao ya kijamii, ambapo kumekuwepo na tetesi kubwa juu ya nyota huyo kurejea tena katika miamba ya soka ya Twiga na Jangwani, kutokana na uvumi mkubwa ambao umekuwepo katika mitandao ya kijamii kuhusiana na nyota huyo kurejea kwake kwenye kikosi cha Young Africans. Taarifa zinaelezwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mwamba huyo tayari amemalizana na klabu ya soka Young Africans, na kinachosubiriwa kwa sasa ni utambulisho wake mkubwa juu ya kurejea kwake kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Sakata la usajili wa kiungo nyota wa Azam FC Faisal Salum Feitoto limeendelea kuteka hisia nchini, huku taarifa zikidai kuwa klabu ya Yanga ipo katika hatua ya mwisho ya kuweza kumtambulisha nyota huyo ambaye amesaini katika klabu ya soka ya
Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya takriban kiasi kikubwa cha fedha kimetumika kumrejesha nyota huyo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo unafahamu kwamba ni sehemu ambako alipotoka wakati anakwenda Azam FC. Kwa hiyo mambo yanaonekana kuwa mazuri kwa upande wake. Hapa nazungumzia Faisal juu ya kile ambacho kinachoonekana, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans wamekamilisha dili hilo mapema kabisa kupitia hapa anazungumzia mchambuzi wa soka Hans Lafel. Inaelezwa kwamba aliweka wazi juu ya taarifa ya Feitoto kusajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo mchambuzi wa soka Hans Lafel ameeleza kuwa mchezaji wa Azam FC Faisal Salum alifanya kikao na mfadhili wa Young Africans Ghalib Said Mohamed GSM na kukubaliana vipengele vyote vya kimkataba vya kurejea kwenye kikosi cha Young Africans kwa kile ambacho kilichoweza kuwekwa wazi, ambapo nyota huyo anaelezwa kwamba anakwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans, ambapo kwa mara nyingine tena anarudi katika kile ambacho kinachoonekana kuwa ni hatua nyingine kubwa kabisa, akisema juu ya kile ambacho kinachoendelea kuhusiana na yale ambayo yaliyopo. Mchambuzi wa soka Hans Lafel amesema mtu akikwambia Yanga hawamtaki Feitoto mchape kibao, yani kwamba anachokimaanisha kwamba Yanga wanamtaka 100% na wapo tayari kuvunja kabati kwa ajili ya kuweza kumpata Feitoto kwa namna yoyote ile ambayo inayoonekana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Young Africans, ambayo wanaonekana kuwa mstari wa mbele katika dili hili. Mpaka sasa namba 6 bado haina mtu. Namba 6 bado haijaonekana kuvaliwa na mtu yoyote, ambapo tayari wananchi Young Africans wametoa jezi zao mpya za msimu 2026-27, ambapo ni jezi nzuri ambazo ziko tayari kwa kuvaliwa. Nani atavaa jezi namba 6 mgongoni kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, utakwenda kujua kila kitu hapa. Lakini pia katika taarifa nyingine kubwa kabisa kuelekea kilele cha wiki ya wananchi Young Africans katika tamasha la Yanga Day, Yanga wameweza kuweka wazi ni timu gani ambayo watakwenda kucheza nayo, ambapo msemaji wa Young Africans Ali Kamwe ametangaza kuwa katika maadhimisho ya siku ya wananchi mabingwa hao wa Tanzania watacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Les Igo du Congo kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchezo huo unatarajiwa kuwa sehemu ya uzinduzi wa msimu mpya wa Yanga, kuwapa mashabiki burudani na kiwango cha kimataifa kabla ya kuanza mashindano rasmi kabisa ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo kila kitu kinaonekana kuwa kizuri kabisa kwenye kikosi cha wananchi Young African. Tusubiri kuweza kuona mambo yatakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana